Wizara ya Fedha kupitia waziri wake Dr. Mwigulu Nchemba ameliomba Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuidhinisha shilingi trilioni 20.19 kwa ajili ya bajeti ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Dr. Nchemba ameyasema hayo wakati akiwasilisha bajeti ya wizara hiyo jijini Dodoma ili iweze kutekeleza vipaumbele vyake ilivyopanga kuvitekeleza. Kati ya fedha hizo shilingi 19.43 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 757.79 ni matumizi ya maendeleo, na jumla ya shilingi bilioni 122.52 ni kwa ajili ya Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi. Aidha, Nchemba amesema fedha hizo zitawezesha kutekeleza vipaumbele mbalimbali ikiwemo kutafuta na kukusanya mapato ya jumla ya shilingi trilioni 50.98, kuhudumia kwa wakati deni la serikali linalotarajiwa kuiva la shilingi trilioni 14.22 na kuandaa sera ya usimamizi wa mali za umma. Hii ni ABT Media na mimi ni Irene Nziku. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa matumizi kwa mwaka 24-25, mafungu 8 ya Wizara ya Fedha yanaomba kuidhinishiwa matumizi ya jumla ya shilingi trilioni 20.19 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na ya maendeleo. Kati ya kiasi hicho, shilingi trilioni 19.43 ikiwa ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na matumizi ya maendeleo ikiwa ni shilingi bilioni 757.79. Mheshimiwa Spika, matumizi ya kawaida yanajumuisha deni la serikali pamoja na mishahara. Kwa upande wa fungu 045, Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi inaomba kuidhinishiwa shilingi bilioni 122.52 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na maendeleo. Na kama nilivyosema, kwa jinsi serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan inavyoonyesha kwa vitendo kwamba imedhamiria kusimamia rasilimali za umma, fedha za umma ziweze kutumika ipasavyo bila kupotea, mwaka hadi mwaka imeendelea kuiongezea fedha Ofisi ya Mkaguzi Mkuu, Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali, ambapo sasa imefika bilioni 122.52 ikilinganishwa na chini ya bilioni 80 zilizokuwa zinapatikana miaka 5 iliyopita. Kati ya kiasi hicho, shilingi bilioni 110.42 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 12.10 ni matumizi ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, mchanganuo wa matumizi kwa mafungu 8 ya